Serikali imepongezwa kwa kuendelea kusogeza huduma za afya karibu na wananchi kupitia ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya katika kila kata na kijiji, hatua inayotekelezwa kupitia mpango wa MAM na ambayo imeongeza fursa kwa Watanzania kupata huduma bora za afya. Pongezi hizi zimetolewa Agosti 7, 2026 na Peter Mashil wakati wa mahafali ya 4 ya wahitimu wa ngazi ya stashahada diploma katika chuo cha uuguzi Nzega, ambapo amesema mafanikio ya mpango huo yanahitaji kuungwa mkono na upatikanaji wa wataalamu wenye weledi na maadili ya kazi. Mashili pia amempongeza Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia na kuwezesha chuo cha uuguzi Nzega kupata ithibati kamili full accreditation mwaka 2022, hatua iliyoleta ongezeko la hadhi ya chuo na kukiwezesha kuanza kutoa mafunzo ya ngazi ya stashahada yani diploma. Amesema uamuzi huo umeongeza uwezo wa taifa kuzalisha wataalamu wa afya wenye sifa na umahiri wa kuhudumia wananchi katika vituo vya afya, zahanati na hospitali zinazozidi kujengwa nchini. Katika kuunga mkono jitihada za kuboresha mazingira ya kujifunzia na utoaji wa mafunzo ya afya, mgeni rasmi Peter Mashil ametangaza kuchangia shilingi milioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa kichomea taka incinerator katika chuo cha uuguzi Nzega pamoja na shilingi milioni 5.5 kwa ajili ya ununuzi wa jenereta. Akizungumza kuhusu maendeleo ya chuo hicho, Mashil amewapongeza wahitimu na uongozi wa chuo kwa kuendelea kudumisha viwango vya juu vya taaluma. Amesema kwa sasa chuo kina wanafunzi 143 ambapo 93 ni wasichana, 50 ni wavulana, hali inayoonyesha ushiriki mkubwa wa wanawake katika sekta ya elimu na taaluma ya uuguzi na ukunga nchini. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais, maana ameongeza huduma za afya kwa wananchi wote. Lakini pia nampongeza kwa kutoa huduma za afya katika kata, vijiji. Tukubaliane kabisa, sisi tuliozaliwa miaka ya 69, miaka ya 60, miaka ya 50, miaka ya 70, huduma hizi zilikuwa lazima utembee mwendo mrefu sana. Lakini leo huduma za afya zipo mpaka katika ngazi ya kata, ngazi nyingine mpaka ya vijiji. Tunapata huduma hizi kwa sababu ya maono makubwa ya uongozi wa nchi unaoleta dira na kufanikisha haya ambayo leo tunaona leo. Bila afya hakuna maendeleo. Mtu anapokuwa amepata shida ya afya hawezi kufanya jambo lolote. Anachohitaji ni huduma yako ili asimame kwa ajili yake yeye na kwa ajili ya maendeleo yake pamoja na taifa. Kwa hiyo tunapokuwa tunajifunza kada ya afya, tunalifanya taifa liweze kufanya kazi kwa wakati na kwa mlengo wake. Ombi langu kwenu, endeleeni kuwa wavumilivu, endeleeni kuwa waaminifu, endeleeni kufanya kazi kwa weledi kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanapata tiba iliyokusudiwa. Kwa kuwa na wanachuo 143 kutoka kwa wanachuo 10, lakini pia kuwa na wavulana 50 na wasichana 93. Jamani, nakupongeza sana. Wasichana 93 tumepata viongozi, tumepata akina Mama Samia, tumepata mawaziri, tumepata makatibu wa afya na watu wengine kutoka katika nafasi hiyo. Wasichana 93, na mimi niseme ukweli, ukimwelimisha mama, ukimwelimisha mwanamke, umeelimisha jamii. Kama kuna jambo moja ambalo nataka nikwambie, ukawe mwaminifu, ukawe mwadilifu, ukawe mvumilivu. Nimesema vitu vitatu, vyote vikianza na yu, maana ni wewe. Usipokuwa mwaminifu katika jamii utaleta taharuki. Nendeni mkafate kanuni za afya. Mfano mdogo kwa watu wasioadilifu, wako baadhi ya viongozi na madaktari na manesi na wakunga kutokuwa waaminifu, wanafanya shughuli za tiba katika uchochoroni nje na vituo vya afya, na vinapelekea kuleta madhara makubwa na kusababisha vifo katika jamii yetu. Lakini sasa kwa kujibu risala, wanafunzi nao wamesema hivyo hivyo,
na mkuu wa chuo naye akaomba hivyo hivyo, lakini kila mmoja akaomba vitu viwili vya muhimu sana katika vyote hivyo. Nami niseme kwa kujibu risala, niseme nisiseme? Mara nyingi huwa napenda kutoa keshi, huwa sina ahadi. Sina nini jamani? Bora nitoe kidogo lakini kilichopo, kuliko kutoa ahadi ambayo haitafanyaje, haitatekelezeka. Mimi kote natoa, maana ninaamini katika ulichonacho ni kwa ajili ya siku hiyo. Niseme maombi yote yaliyoletwa kwa ajili yenu na kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya maendeleo ya chuo chetu, tena tunajenga katika eneo la chuo lililo na hati miliki chini ya Wizara ya Afya. Yaani hiyo ni mali yake, ni mali ya Katibu Mkuu wa Afya. Kwa hiyo ninapochangia, tunachangia afya ya Watanzania. Kwa hiyo sioni sababu ya kukataa ombi lolote lililotolewa kwenu. Kwa kuwa nimejitambulisha mimi ni mjenzi na kampuni ya ujenzi, nikiwa kama mkurugenzi na wakurugenzi wengine, nitakwenda kuongea na mainjinia, nitawaomba watoe 100% ya ujenzi wa kichomea taka kama mlivyo. Niombe mkurugenzi, tushirikiane pamoja kwa wataalamu wake ili tuweze kuhakikisha huduma hiyo inapatikana. Ninafahamu namna ambavyo umeme ulikuwa ukikatika na namna ambavyo wanafunzi wanapokuwa wanahangaika katika presentation baada ya umeme kukatika. Nami naungana na nyie, nimwambie ni KV 7.5, lakini naomba tanua kuanzia 7.5 mpaka KV 8 ya generator kwa ajili ya chuo hicho. Mpango wa serikali wa kusogeza huduma za afya kwa wananchi kwa kujenga vituo vya kutolea huduma za afya katika kila kata na kijiji ujulikanao kwa jina la MAM, kwa maana ya maendeleo ya afya ya msingi, ndio uliofanya serikali kuweka mikakati ya kufungua vyuo vilivyofungwa kwa lengo la kutoa mafunzo ya wataalamu wa afya wa kwenda kutoa huduma za afya katika vituo kwenye kata na vijiji. Chuo cha Uuguzi Nzega ni miongoni mwa vyuo vilivyofunguliwa ili kukidhi huduma za afya zilizohitajika. Serikali ilikibadilisha na kuboresha aina ya mafunzo kutoka mafunzo ya kuhudumia mama na mtoto vijijini na kuwa mafunzo ya uguzi na ukunga ngazi ya cheti mwaka 2000. Tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwekeza katika sekta ya afya. Uwekezaji huu umechangia kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, kuimarisha huduma za afya pamoja na kuongezeka ubora wa wataalamu wanaohudumia wananchi. Pia tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujenzi wa majengo bora na mazuri ya kujifunzia. Aidha, tunatoa pongezi za pekee kwa Wizara ya Afya kwa usimamizi wake madhubuti katika maendeleo ya vyuo vya afya nchini. Chuo chetu kimeweza kupata mafanikio kama ifuatavyo: 1. Kuongeza udahili kwa wanafunzi kutoka wanafunzi 24 hadi sasa kufikia wanafunzi 55 kudahiliwa, na hii ni pamoja na ukarabati wa miundombinu iliyotekelezwa. Namba 2. Kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi kutoka wanafunzi 2 hadi 14, na hii ni kwa sababu ya kuajiliwa kwa wakufunzi wapya hapa chuoni kwetu. Chuo hiki kinakabiliwa na changamoto zifuatazo: 1. Chuo hakina chanzo mbadala cha umeme zaidi ya umeme wa TANESCO ambao ikitokea umekatika shughuli zote za chuo zinasimama. 2. Chuo hakina kichomea taka au incinerator kwa ajili ya kuchomea taka za wanafunzi wa kike ili kuhifadhi mazingira na usalama wao binafsi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.